Kwa hiyo bado taarifa haijatoka, lakini ndani ya Yanga moto unatokota, kuzungumzwa mengi sana kuhusiana na kocha Romain Folz kwamba huenda akatimliwa. Sasa ndani yake kitu ambacho hujakifahamu, kuna mvutano wa pande mbili ndani ya uongozi. Za ndani hizo nalisikia, kuna mvutano wa pande mbili za uongozi. Wale viongozi wa juu kabisa, kuna kiongozi mmoja hataki kusikia kuhusiana na kumfukuza mwalimu kwa sasa. Ila kuna mwingine katika level ile ya juu, sitaki kusema mwenye nguvu sana au nguvu kidogo, yeye anasema bwana, tuwasikilize hao wanachokisema, kitaweza kutuletea madhara baadaye. Kocha hatoshi, tuachane naye mapema wakati ligi imeenda kwenye mapumziko. Kwa hiyo ndani ya kamati tendaji pia kuna watu ambao wanasema bwana aondoke. Sasa mpaka dakika hii Romain Folz bado yuko katikati ya maamuzi yanayovutana. Kuna wengine wanasema aondoke, mwingine abaki. Kwa hiyo wakati wote nguvu ikizidi upande mmoja, kwa maana nguvu ikizidi upande ule wa aondoke, manake yule ambaye yuko juu pale ana turufu kubwa sana ya kumbakiza, na ndio mwenye nguvu ya kumbakiza. Kwa habari gani mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo, ni wakati mzuri wa kupiga stori za kimichezo. Kama ambavyo unafahamu, siku zote tunakuwa na cha kuzungumza kabla ya mazungumzo husika yenyewe hayajaenda kuzungumzwa, lakini kikubwa sana tunaenda kuzungumzia yaliyopo ndani ya Yanga kwa sasa, wakiwa wameshatoa taarifa yao ya michezo inayofuata ya kimataifa, lakini pia ya ligi mara baada ya mapumziko ya timu taifa. Basi kuna mambo mengi ambayo tunaenda kuyazungumza hapo katikati kuweza kufahamu nini ambacho kitaenda kutokea. Bwana, kuna msemo mmoja hivi inawezekana ukauelewa. Wahenga wa zamani walisahau kututafutia msemo mzuri ambao unazungumzia kuhusiana na pale ambapo kwenye msiba unaposikia vilio vimekuwa vingi sana, basi ujue marehemu anaenda kuhifadhiwa. Ukisikia manake vilio, manake ndivyo vinaamusha hisia na vitu vingine kama hivyo. Wanasema ukisikia vilio vingi ujue maiti inatoka, hapo inaelekea kuhifadhiwa. Bwana, huu ni msemo ambao niliupata kwa kupitia shabiki wa Yanga anaitwa Dosa. Unaposema hivyo unamaanisha kwamba kuna wakati ambapo ukisikia kuna kelele nyingi sana hasa kwenye mpira wa miguu, ujue basi kama unaambiwa bwana timu haichezi vizuri na wanaongea ni watu wenye mamlaka na nguvu, basi ujue karibia kocha ataambiwa kwa heri. Na kama mashabiki ndio wanafanya hivyo, basi ujue wanawaambia viongozi hatumtaki kocha huyo. Ndivyo ambavyo unaenda kuzungumza sasa. Wanasema ukisikia vilio vimekuwa vingi sana msibani, ujue ndo maiti natoka. Mimi naitwa Lugano Israel, karibu sana. Hii ni Like Media inayoendelea kufahamu mambo mengi ya kimichezo. Bwana, taarifa kubwa sana ambayo pengine ulikuwa ifahamu, na hizi ni za ndani kabisa. Mara baada ya mchezo dhidi ya Mbeya City ndani ya viunga vya Jangwani, pale pamekuwa pamoto sana. Kumbuka mechi yoyote ambayo inakuwa imeshachezwa, iwe mmeshinda au mmeshindwa, kunakuwa na tathmini ya mchezo ambao licha ya kwamba benchi la ufundi huwa inakuwa inafanya tathmini ya mchezo, wapi walipofanikiwa, wapinzani wao walikuwa bora na vitu vingine kama hivyo. Lakini mara nyingi hata kwa upande wa uongozi unakaa unatathmini, tumeanza mchezo umekuaje, kulikuwa na changamoto gani, vitu gani vilikuwa bora zaidi. Hata kama timu imeshinda, hata kama imetoka sare, hata kama imefungwa, lazima kuwepo na vikao hivyo. Sasa ni kuibie za ndani kabisa. Mara baada ya mchezo wa Mbeya City, Yanga kuto kupata goli na Mbeya City kuto kupata goli, manake sare ya bila kufungana, Yanga hawajaridhishwa kwa maana ya uongozi, na maneno yameanza kuzungumzwa mengi sana kuhusiana na kocha Romain Folz kwamba huenda akatimliwa. Sasa ndani yake kitu ambacho hujakifahamu, kuna mvutano wa pande mbili ndani ya uongozi. Za ndani hizo nalisikia, kuna mvutano wa pande mbili za uongozi. Wale viongozi wa juu kabisa, kuna kiongozi mmoja hataki kusikia kuhusiana na kumfukuza mwalimu kwa sasa. Ila kuna mwingine katika level ile ya juu, sitaki kusema mwenye nguvu sana au nguvu kidogo, yeye anasema bwana, tuwasikilize hao wanachokisema, kitaweza kutuletea madhara baadaye. Kocha hatoshi, tuachane naye mapema
wakati ligi imeenda kwenye mapumziko. Wengi mazungumzo ni kwamba kutokana na break ya timu ya taifa hapa katikati, manake kocha aondolewe, kama anakuja kocha mwingine apate wakati mzuri wa kuiandaa timu. Hata mechi za kirafiki ambazo tunacheza hapa katikati za indoor basi ziwe na sababu ya kuiunda timu, lakini kocha hakubaliki. Na hofu kubwa ya huyo kiongozi mwingine ambaye anashawishi kiongozi mwingine wafikie maamuzi ya kumuondoa kocha Romain Folz. Anasema kwamba hatua ilipofikia wadau wanaongea mabaya, na anajua madhara ya wadau wakiwa wameshikilia bango. Kwa hiyo kwenye level ya kule juu kabisa kule kuna semekana kuna mparanganyiko mkubwa sana wa maoni tofauti. Kuna maoni ambayo yanasema atoke, wengine nasema bwana haiwezekani kutoka. Lakini njoo kwenye wanasema wajumbe kamati tendaji, nako kumegawanyika. Kuna baadhi ya wajumbe kamati tendaji wanasema haitutakiwi kwenda kuwasikiza sana mashabiki hawa ndo hao wanapongeza na hao wanakanusha. Sasa sisi tunatakiwa tuwaaminishe kwamba mnaweza mkalaumu, lakini sisi tuko katika nafasi nzuri ya kukiona kitu kilicho bora. Kikubwa ni kwamba tusubiri mwalimu, anawezekana timu ikaunganika, na kama kuna sehemu ya ushauri wa wachezaji wengine tuwape nafasi. Kuna wengine wanasema tusicheleweshe muda, Yanga ni kubwa sana na hatutakiwi kuwapa nafasi wakosoaji wakosoe Yanga hii. Tuna wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo ndani ya kamati tendaji pia kuna watu ambao wanasema bwana aondoke. Sasa mpaka dakika hii Romain Folz bado yuko katikati ya maamuzi yanayovutana. Kuna wengine wanasema aondoke, mwingine abaki. Kwa hiyo wakati wote nguvu ikizidi upande mmoja, kwa maana nguvu ikizidi upande ule wa aondoke, manake yule ambaye yuko juu pale ana turufu kubwa sana ya kumbakiza, na ndio mwenye nguvu ya kumbakiza, na ndiye ambaye mpaka sasa kashikilia Romain Folz asiondoke, kwa sababu yule wa juu kabisa, wale wawili wa juu kabisa wale, mmoja anasema aondoke, mwingine abaki. Sasa nguvu ya yule anasema asiondoke ndo ambayo imemshikilia mpaka sasa hivi asiondoke. Kama nguvu ikiongezeka upande wa wale watendaji na ushawishi wa nje wa kumuondoa Romain Folz, basi nguvu inawezekana ikamwishia mwenye mamlaka akasema bwana kwa heri. Lakini kinachozungumzwa ni kwamba pia kulikuwa na ukosoaji wakati Romain Folz anaingia kuifundisha Yanga mapema kabisa. Sasa kwa upande wake inaonekana ni kwamba anaogopa kwamba kama akiondolewa makosa lawama zitakuja juu yake, lakini baadaye kama kikrik, manake heshima na kuaminiwa zaidi kutakuwa sehemu yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi kuhakikisha kwamba Romain Folz aondoki. Kwa hiyo za ndani kabisa mpaka dakika hii, wakati wowote kama nguvu ikizidi upande wa aondoke, manake sasa hivi kinachozungumzwa ni nguvu za ushawishi. Romain Folz yuko katikati. Kuna baadhi wanamtetea aendelee kubaki hata kriki, kuna wengine wanasema abaki, wengine wanasema aondoke. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo vinaendelea sasa hivi, lakini nje kwa mashabiki wamepoteza imani kabisa. Wengi wao mashabiki wakiwa mbele ya maiki wanazungumza kwamba ni kocha mzuri, lakini wakiwa pembeni wanasema hapana, hapa tumepigwa. Kwa hiyo bado pressure ni kubwa sana kwa Romain Folz kwa kile ambacho kinaendelea ndani ya Yanga, na huku viongozi wengine wakiendelea kutafuta na kuangalia makocha wengine ndapo kama ikifikia hatua hii watafanyeje. Kwa hiyo bado kuna kitu kingine ambacho kinaendelea, lakini wale legendari wale wa zamani wa Yanga nao wanashawishi kwa mbali kwamba bwana ukocha aondolewe mapema kwa muda uliobakia, basi afukuzwe. Kwa hiyo bado taarifa haijatoka, lakini ndani ya Yanga moto unatokota kuhusiana na kocha. Wakati wowote tunaweza kusikia taarifa yoyote ambayo inaweza kaamua kuondoka kwake. Licha ya kwamba walitoka sare, wengine wanasema kwamba timu ilicheza vizuri, ilikosa bahati, ilikuwa na mipango, wapinzani walikuwa bora. Wale ambao wanazungumza kwa upande wa Faruda wako upande wa Romain Folz, lakini wale ambao wanamkataa nasema hapana, wachezaji wenyewe hawako sawa sawa, sijui nini na vitu kama hivyo, kwa sababu alipewa muda wa kuiandaa timu, kwa maana ya kwamba kipindi ambacho alikuwa pre-season alitakiwa mpaka timu inaingia itakiwa ingie kwenye mfumo. Kwa hiyo ndani ya uongozi wa Yanga kuna vute ni kuvute. Wakati wote unaweza kusikia lolote kuanzia sasa endapo mtu mmoja akizidiwa nguvu.
Lakini pale juu ndo penye maamuzi, juu kabisa pale. Lakini wale wenye ushawishi kutoka nje ndio ambao wanaweza kabadilisha kinachoendelea kwa sasa. Lakini nasikia pia minuno imekuwa ni mingi sana. Kuna watu ambao sasa hivi hawako karibu tena kwa sababu ya kuonekana kabisa kama wanalazimisha hii hali ya Romain Folz kuondoka. Yote katika yote, harakati za kuondoka kwake bado ndani, wengine waendelea kuangalia endapo kama ataondoka ni kocha gani ambaye atafaa kuienda kuifundisha Yanga. Mimi naitwa Lugano Israel, tetesi zinaendelea, tuendelea kukwambia. Bwana, basi ni hayo kupitia Like Media. Nilikuwa napiga story kuhusiana na tetesi ambazo zinaendelea ndani ya Yanga. Wakati wowote na taarifa yote tutakuja hapa. Tutakuja kuletea pia taarifa kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba, taarifa ambazo zinazungumzwa kuhusiana na tetesi hasa za kumpata kocha mkuu wa klabu hiyo. Mimi naitwa Lugano Israel. Subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa na michapo mbalimbali ya kimichezo. Mpaka wakati mwingine, chao.